Karibu katika makala inayoangazia ziara ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi katika baadhi ya mikoa kutoka kanda ya Ziwa, Pwani, mkoa wa Manyara kutoka kaskazini na mkoa wa Lindi kutoka kusini mwa Tanzania. Hii ni zaidi ya ziara ambayo inaenda kutafsiri mwelekeo wa serikali katika sekta ya mifugo na uvuvi ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mwanzo wa haya yote ulianzia wapi? Baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliingia katika awamu mpya ya uongozi. Mara baada ya kula kiapo, alitoa hotuba yake ya kwanza bungeni ikionyesha mwelekeo wa serikali yake, huku akigusa kila sekta ikiwemo sekta ya mifugo na uvuvi. Tutoke kwenye kumtazama ng'ombe na mlio wake, tutazame uzito wa nyama, ladha ya nyama, wingi wa maziwa, ubora wa ngozi na ubora wa kwato na pembe. Katika kufanikisha dhamira yake kwa Watanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan huchagua timu madhubuti itakayomsaidia kubeba maono yake, na hapa ndipo jina la Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa na Wakili Ng'wasi Kamani yanaibuka na kupewa dhamana ya kuongoza Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mimi Bashiru Ali Kakurwa naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Mimi Ng'wasi Damas Kamani Tuweze kuangalia uwezekano wa kutafuta mitaji ili tuwe na meli nyingi za Kitanzania za uvuvi wa Bahari Kuu. Hapa tunafungua mlango wa kunufaika na uvuvi wa Bahari Kuu. Bandari hii ilikuwa ni moja ya vikwazo vya kunufaika na uvuvi wa Bahari Kuu. Kauli ya Waziri Mkuu kuonyesha kuridhika na mradi huu wa Bandari Kuu ya uvuvi inaleta matumaini hasa
wao bungeni. Tuseme kwa kweli mifugo lazima ipate huduma ya tiba na chanjo. Wa Shinyanga mjini, waziri anaendelea kutambua nafasi ya wawekezaji katika sekta ya mifugo kwa kutembelea kiwanda cha Jambo. Hakika kiwanda hiki kinaenda kujibu changamoto ya kukosa masoko ya maziwa yaliyoibuliwa na baadhi ya wafugaji mkoa wa Mara. Tunakamua maziwa mengi lakini hatuna mahala pa kwenda kuuza. Matokeo yake tunakunywa ya kibaki tunamwaga. Salum Hamis ni mkurugenzi wa kampuni ya Jambo. Moja ya nguzo kuu ya uwekezaji wetu ni mradi wa maziwa wenye uwezo wa kuchakata hadi lita 100,000 kwa siku. Kupitia mradi huu, wafugaji wanapata soko la uhakika
la maziwa, tunatoa mafunzo ya ufugaji wa kisasa, tumewekeza katika miundombinu ya baridi. Kwa waziri wa mifugo na uvuvi. Ni imani kubwa kwa rais wetu, lakini natokana na ukweli kwamba miongoni mwa viongozi wasioyumba wenye misimamo ya dhati na ya kweli ni pamoja na Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameona eneo ambalo linahitaji viongozi wa kweli, waaminifu, wanaoweza kusimamia ukweli na kuufikisha mpaka mwisho ni pamoja na wewe Mheshimiwa Waziri. Hongera sana, hongera sana, na sisi Wanageita tutakupa ushirikiano. Katika ziara hii, changamoto za wananchi zimepewa nafasi kubwa. Hii inabeba tafsiri ya kubeba maono ya serikali ya awamu ya 6 katika kuwafikia wananchi. Na hapa katika mkoa huu wa Geita, changamoto za wavuvi na wafugaji zinasikika. Tuna janga kuu katika eneo letu, kwamba mbuzi na kondoo. Mpaka sasa hivi jana kwa jirani yangu walikufa mbuzi 3, wote hawana maini. Sasa sijui nisotoka sijui nini, maini hayamo. Kulizo kusema kwamba maini hazina. Maini huwaga yanaharibika, yameoza, na kondoo ni hivyo hivyo. Ndio. Huo ugonjwa unatuhangaisha kweli. Upande wa dagaa tuna changamoto ambazo zimejitokeza kwa sasa. Lakini tayari hapo nyuma tulikuwa tumechukua hatua. Lakini Mheshimiwa Waziri, hii imeonekana kama kuna vita vya uchumi wa Sangara na sisi wa dagaa. Katika kupata ufumbuzi wa haraka kwenye changamoto za wafugaji kwenye eneo la ufugaji na uvuvi, wizara imezunguka na wataalamu mbalimbali wanaohudumu katika sekta ya mifugo na uvuvi kwa ngazi ya taifa. Katika jambo la nyavu tofauti kwa ajili ya kuvulia, nalo wanalifanyia kazi, sio kwa nyavu aina moja, lakini kwa nyavu aina zote. Watakuja na vigezo ambavyo watashauri namna gani sera iweze kutekelezwa. Maeneo ya malisho yanapatikana kutokana na maeneo ambayo yanatengwa kupitia mipango ya matumizi ya ardhi kwenye vijiji. Kama tunavyofahamu, takribani 70% ya maeneo yanapatikana kwenye vijiji. Ina maana tusipofanya mipango ya matumizi ya ardhi kwenye vijiji na kutenga maeneo kwa ajili ya ufugaji, hatutaondokana na hii changamoto ya upatikanaji wa malisho kwa wafugaji. Tulitoa ridhaa ya kuanza kufuga. Nakumbuka hata
tuliandikiwa na watu wa bonde, kwa sababu inatakiwa na kibali cha wizara na kibali cha matumizi ya maji. Tukawaomba tukasema hawa tumeanza nao, tunaomba watakapoingia katika mzunguko wa pili ndio masuala ya vibali. Tunafanya kwa njia ya mtandao. Kibali cha wizara ni shilingi 100,000, unachangia tu shilingi 100,000, na kibali cha maji ni kama shilingi 300,000. Unapata kibali kwa jina lako wewe na utakwenda nacho benki. Hautadaiwa tena masuala ya tathmini ya athari ya mazingira, kwa sababu hilo serikali inakuwa ishafanya. Kwa hiyo huu ndio ushauri kwangu, na Masawe yuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia. Katika changamoto ya wizi wa mifugo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi Safia Jongo, anaeleza jitihada ambazo zinaendana na kauli mbiu ya wizara ya kuleta tabasamu la utu kwa Watanzania, kwani kwa sasa wizi wa mifugo umekomeshwa. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya wizi wa mifugo Geita, na wafugaji watakuwa ni mashahidi, lakini kwa ushirikiano wao tumepambana, tumepunguza kwa asilimia kubwa wizi wa mifugo, na tulifanikiwa kukamata na tuliwapeleka mahakamani. Bahati nzuri kesi ilikuwa iko very straight, wamefungwa jela miaka 5. Waziri Dr. Bashiru anapohitimisha ziara yake katika mkoa wa Geita, anaacha ujumbe wa kupendana na kushirikiana. Na hakuna kizuizi cha kisheria kwamba ukiwa mvuvi wa dagaa usivue sangara. Heshimianeni na pendaneni. Matatizo yanayoua wavuvi yanafanana, usianze kuingiza migawanyiko. Sitakuwa na kikao cha wavuvi wa dagaa peke yao hata siku moja. Kutoka mkoa wa Geita, ziara hii imetua katika mkoa wa Simiyu, na hapa wizara hii ya mifugo na uvuvi inatupa darasa la kuendelea kuishi ile kauli ya umoja ni nguvu. Hapa sio Dr. Bashiru tena, bali ni Mwasi Kamani ambaye ni naibu waziri aliyepokea kijiti kuendelea na majukumu. Sisi wizarani tunakuja na program, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ya kuanzisha mashamba darasa 300 nchi nzima. Tumekusha tenga bajeti ya milioni 253 kwa ajili ya kuanzisha mashamba darasa haya katika halmashauri mbalimbali nchi nzima, ili sasa wafugaji tusiwaambie kwa maneno bali waone kwa vitendo. Kwa sisi kwa mkoa wetu wa Simiyu au hapa Bariadi tayari tunaye mtu ambaye anaweza kutumika kama shamba darasa kwa wafugaji kuja kuona kwamba hii sio hadithi, ni kweli kwamba eka moja inaweza ikatoa tani kuanzia 180 mpaka 200. Na kwa vile tunasema tani 80 inalisha ng'ombe 40 kwa mwaka mzima, manake hii tani 180 kwa eka moja inalisha ng'ombe wangapi? Tayari sisi ambao ni wafugaji wenye ng'ombe nyingi, sisi Wasukuma tunafahamiana, tunajua kabisa kwamba mtu alime tani ngapi kwa ajili ya kupata malisho. Naibu waziri hakuishia Simiyu tu, bali amewafikia pia wafugaji mkoa wa Tabora, huku akisikiliza changamoto zao. Hatuna sehemu ya kunyoshea. Kwa mfano, mwaka huu kulikuwa na ukame mrefu sana, basi tulihangaika sana. Ndio maana mifugo wetu wamekufa sana, na sasa hivi tulikuwa tunapita tunaangalia kwamba wale wenye afya nzuri ni wale ambao walikuwa wanalisha kutokana labda na mapumba. Tunasaidiwaje sasa na serikali yetu hii? Sisi angalau wafugaji ambao dhamana yetu, benki yetu ni ng'ombe zinazotembea. Sisi tuna benki inayotembea, lakini wavuvi wanapewa mikopo. Hata samaki huwezi kuona wako majini, sisi ng'ombe zetu zinaonekana kwa macho. Sasa kwa nini wavuvi wapate fursa hiyo kubwa zaidi wakati wanachokivua kiko majini yakionekana? Sisi ng'ombe wetu wanatembea, tunawaona. Siku zote changamoto zinakuja na suluhisho, na hapa naibu waziri Mwasi Kamani anakuja na majibu yanayobeba tafsiri ya siku 100 za Rais Samia katika kutatua kero na kuonyesha dira ya sekta ya mifugo na uvuvi inapoelekea. Ili tujue kuwa taasisi zetu za fedha nazo wanafanya biashara kwa kuzingatia misingi iliyowekwa na waangalizi wao ambao ni Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo tuko katika mazungumzo nao ili tuweze kuona namna gani tunafikia mazingira ambayo hayataumiza biashara zao, hayataumiza au kuondoa au kuwafanya wakiuke misingi waliowekewa na Benki Kuu, lakini pia hawatawaumiza wafugaji na wavuvi wetu. Sisi kama wizara
tumeona visima virefu ndio mpango unaoweza kuwa wa gharama ndogo na muda mfupi zaidi, lakini kwa manufaa makubwa kwa wafugaji. Kwa hiyo tumekwisha anza kuandaa utaratibu ambao kwa muda ambao tunasubiri utengenezaji wa mabwawa haya makubwa, basi tuanze kuchimba visima katika maeneo ya wafugaji wetu. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu. Shikamoo mama. Salama. Poleni. Tumekuja kujifunza hapa. Asante sana. Mimi naitwa Bashiru Ali. Amin. Ni waziri wa mifugo na uvuvi. Katika mkoa huu wa Singida tunashuhudia Waziri Dr. Bashiru na viongozi alioambatana nao. Wao wamechagua kujifunza kutoka kwa mwanamama wanayemchukulia kama shujaa katika matumizi ya nishati safi, anayetumia kinyesi cha mifugo kuzalisha gesi inayotumika kupikia, lakini pia analeta tafsiri ya namna ambavyo wafugaji walivyoanza kuunga mkono jitihada za Rais Samia katika matumizi ya nishati safi. Gharama sio kubwa. Ukisema yani kwa mtambo mdogo, kwa sababu mitambo iko kwa grade tofauti. Yani iko kwa kiwango tofauti. Mtambo ambao ni mdogo unaweza kukuta milioni 3 tu inatosha. Na milioni 3 unaweza kukuta mtu mwingine umeme, yani moto anaotumia kwa mwaka ni zaidi ya milioni 3. Lakini kadri unavyoenda unavyozidi kuwa mkubwa, zile gharama na nini ndo zinaongezeka. Lakini hii yani yani kama Mheshimiwa Rais kwa na kampeni, watu wote wanaofugwa waelimishwe, waelimishwe hapo, wasaidiwe kwamba hiki kitu ni kweli. Yani tungepunguza sana ukataji kwa nani, na jamii nyingi za wafugaji zinakaa na ng'ombe shambani maporini, na ndio yakataji kwa miti. Lakini hii itasaidia kwamba yani cha kwanza, yani faida ya kwanza ya mfugaji ni moto. Tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kuchagua watu wazuri, weledi, ambao wanaweza kuja kwa watu wa chini kama sisi kuangalia. Yani unajua ni kitu cha ajabu sana, yani ni heshima kubwa. Ndio. Kubwa sana. Yani unajua mara nyingine watu wakiwa wameshapata nafasi, mara nyingine wanaweza wakaletwa wale watu wakubwa. Lakini hii kuchagua kuona kwamba huyu anafaa kwenye hii wizara, huyu anafaa kwenye hii wilaya, huyu anafaa kwenye mkoa, huyu anafaa sehemu hii. Ni jambo kubwa sana ambalo kwenye mambo ya uongozi wa nchi anajua. Suala la ufugaji na kuzingatia malisho limekuwa jambo muhimu hapa Singida. Kesho nakwambia usilete maziwa leo, nasafiri. Tunafanyaje? Lakini na maziwa yale, ng'ombe yule hana maziwa mengi sana kuweza kukidhi mahitaji, lakini ama kukidhi gharama za kumuendesha. Kwa tukaendelea kusogea mbele, kuona sasa tufanyeje, tukawasitisha wale ng'ombe kwanza. Tukaona tutengeneze kwanza malisho. Migogoro ya wakulima na wafugaji imekuwa changamoto ya miaka mingi. Katika sakata hilo, wapo waliopoteza maisha, wapo waliopata ulemavu na wengine kukimbia maeneo yao ya asili. Mtoto wa kaka yangu baada ya kuzipiana akakatwa mkono wa kulia katika mishipa. Basi mimi baada hivyo tulipishana hivyo, nikapigwa mkono. Nina vidole viwili vimevunjika, mkono wa kushoto. Sasa hivi siwezi kufanya kazi aina yoyote. Mguuni hapa nilipigwa nikapasuka na jeraha kubwa. Mgongoni nilivua ungo shati hadi huruma. Haya, nimeenda pale hospitali ya Mgongo. Nilipofika pale kaonekana pale haiwezekani kutibiwa. Nikapewa rufaa kwenda Matungu. Nimekaa Matungu wiki moja. Baada ya kurudi nikaenda kituoni. Jamani, nimerudi. Je, wahalifu wangu vipi, ratiba gani inaendelea? Majibu niliyopewa kwamba wale watu ni wakali, tumeshindwa kuwakamata. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninapoongea hapa sina msaada wa aina yoyote. Katika kuonesha uwajibikaji, waziri anatoa maelekezo yanayoleta matumaini, yaliyobeba utu. Hayo ni maagizo yaliyonyooka: mgonjwa atibiwe, waliohusika na uhalifu kukamatwa, huku akiwataka wananchi kutochochea migogoro. Wote waliohusika watafutwe, wakamatwe na wafikishwe mbele ya sheria. Lakini tusichochee chuki kutokana na tukio hili, na nitawasiliana na mkuu wa wilaya namna ya kugharamia
matibabu hayo kuanzia leo. Kutoka mkoa wa Singida na sasa tupo kaskazini mwa Tanzania, mkoa wa Manyara, wilaya ya Kiteto. Wale wafugaji ambao wanalima kwenye maeneo ya malisho waanze kutoka haraka. Lakini wale wafugaji waliokodisha maeneo yetu ya malisho wawaondoe haraka waliowakodisha. Maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba utawala wa sheria uzingatiwe. Tunapohitimisha kuangalia ziara hii ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania bara, bado tuna kila sababu ya kumulika umuhimu wa muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar ulioizaa Tanzania. Zipo namna nyingi za kuenzi huu muungano, huku tukishuhudia taasisi za serikali kwa namna yake wakionyesha njia ya kuenzi muungano kama wanavyofanya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kikao chetu ni kubadilishana uzoefu, kujenga mashirikiano, ili mwisho wa siku ni kuimarisha utendaji utakaoleta mafanikio na kuleta matokeo chanya kwa wananchi na nchi yetu, nchi zetu. Tumekutana hapa kuimarisha ushirikiano katika uendeshaji wa shughuli za serikali zote mbili kama njia ya kuimarisha na kudumisha muungano wetu pamoja na mapinduzi ya Zanzibar. Ilikuwa ziara iliyotafsiri mwelekeo wa serikali kwa kuangalia siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya mifugo na uvuvi, ambapo wizara hii imebeba maono hayo kwa vitendo, hasa katika kupanua maeneo ya malisho na ufugaji wa kisasa, ujenzi wa bandari za uvuvi na viwanda vya kusindika samaki, kusimamia rasilimali za uvuvi, kuimarisha chanjo na utambuzi wa mifugo kwa soko la nje, pamoja na kuwekeza katika miundombinu ya mifugo na kuongeza thamani ya bidhaa. Namuomba Mwenyezi Mungu uhamisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, majengo na mambo yanayoonekana, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania.